tuko na furaha. Amen. Sababu nilisema ile bandredi. Mtumishi ama mhubiri wa Mungu anatumikaka ama anahubiriaka na maamina yenu. Amen. Kama kwa presence ya Mungu. Amen. Amen. Kama uko mwenye kuchoka anza kukudia kwa nyumba. Kama utalala usingizi anza kutoka nje. Amen. Kwa presence ya Mungu kila mtu anapaswa kuwa na furaha. Tulimiona sana kampani. Dia 3000 francs. Mungu afika journée mzima. Haleluya. Mungu presence ya mtu mwenye atakufa. Ndio vile. Mungu presence ya mtu mwenye atakufa. Ulikuwa mbele yake journée mzima bila kulala. Dia 3000 francs. Hapa una presence. Amen. Hauna mbele ya Alfred hapa. Uko mbele ya muumbaji wako. Na tutafanya journée mzima. Ni kekeze. Na hata kupatia 3000 francs. Hata kupatia ni buzima wa milele. Sasa utalalia nini? Ukilala maana uko mgonjwa. Nadhani tuko na bandugu baganga hapa. Hata kuchoma shindano. Amen. Tuwe na furaha. Amen. Mungu atubariki sana. Tangu bandoli tulianza hii mahubiri yetu. Kuwasha moto wa uamsho na matukio yake. Tukaona uamsho ni kitu gani? Sitakudia sana juu siku yangu ni kidogo. Inafanya avance. Yesu. Uamsho. Haleluya. Amen. Bandugu yangu. Uamsho ni kitu cha maajabu sana. Kama Mungu anaita mtu, kia kwanza anatiaka moto wake ndani ya moyo wa mtu. Ni kitu kikubwa sana. Amen. Juu ya nini? Bila moto wa Mungu ndani yako, utashindwa kutembea maisha ya Kikristo. Bila moto wa Mungu ndani yako, utakuwa kila siku maisha ya dhambi. Ni paka vukutu yenye kutoka kumbingu iwe ndani ya nafsi yako. Ndio itakupatia uoga wa Mungu. Ndio itakupatia nguvu ya kutumikia Mungu bila kuchoka. Ndio vile. Gari yatako mpya kama hamuna essence haitaenda fasi. Na wingi wa essence utatia ndani ya gari. Njoo distance ndefu yenye gari itatembea. Au utatia 1 litre mu reservoir ya gari na huyo anatia 10 litre kisha mtembee distance moja. Hapana. Mwenye anatia essence mingi na atatembea zaidi. C'est pourquoi sasa kwa presence ya Mungu fanya nguvu yako Mungu mwenye kuwa neno awe kwa wingi ndani yako. Haleluya. Amen. Uamsho. Uamsho ni kitu kizuri sana. Haleluya. Amen. Profeti Branham anasema kama kanisa hamuna nguvu ya Mungu tena, hasa ni kuchimbula tu shimo na kuizika. Hakuna cha kanisa. Wewe mwanadamu bila nguvu ya Mungu hakuna kitu tena. Kenye kututia sie nguvu ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Amen. Tunapata kila siku hapa. Ndio. Tunakuya kunyonya kwa El Shaddai. Haleluya. Amen. Munanga nguvu yake iwe nguvu yetu si. Shetani hata ogopa sauti munene. Shetani hata ogopa juko géant. Shetani hata ogopa ni kama naona ndani yako muko Mungu. Anakungua giza limupiga kumbingu. Giza limulaani mu jardin d'Eden. Giza limulaani kuzimu. Anangasa hata naita tena. Anakimbia. C'est pourquoi tuko obligé kuwa na Mungu kila siku maisha yetu. Amen. Tunatoka mkusoma hapa andiko. Andiko nasema ni wakati nyewe Yesu anabatizwa, kisha kubatizwa Mungu wetu. Oh kanisa. Hautatembea maisha ya Kikristo kama unafikia kubateme. Amen. Amen. Hautaenda tuko na izina hapa ya sima. Unafika tu muizini na kupe unaweza kata mayani. Batanilipa. Shimani ilikuwa ishakuwa mingi hapa. Unaweza kata mayani. Kisha kumaliza bashinwa niho namaliza. Unamaliza nini? Ukata mayani. Asante. Malipo hatukufanya kontra na wewe. Amen.
Hatukufanya contrat. Tutakulipa je? Amen. Utatumikia Mungu je? Na akujui. Mulifanya contrat gani? Mbele ya maisha ya Kikristo kuanza ni bateme. Jina la Yesu Kristo. Pale si mnafanya vema na Mungu. Amen. Unafanya mapatano. Unamwonyesha jina yako. Na yeye anakuonyesha kenye yako. Na jina naandika. Si unaanza safari mpya. Amen. Ndio mbateme ule Bwana. Nitakutumikia wakati wote maisha yangu Bwana. Siwezi kukuacha Mungu wangu. Nikiapo kunafanya. Pale anaanza kusurveiller movement yako sasa. Shetani siapime tena sasa. Siapime kukugusa. Ulisha kwa mtu wa watu. Ndio. Amen. Amen. Sasa malheureusement wewe ungaji swali kani batizwe kama nisibatizwe hauyaeleke kunafanya wewe. Amen. Amen. Yesu wakati anabatizwa akaenda mjangwa 40 jours ya jeûne. Leo tunashinda kufanya jeûne siku moja. Haya yako. Ndio mko puissance mule. Merci Seigneur. Merci. Sio kama vile mjuma hivi. Ndio. Kisha Yesu kumaliza 40 jours. Sinyo kaenda sasa mwingine. Kule ku Galilaya. Kule ku Nazareti. Ndio. Anapata baka sema banamfunga Jean Baptiste. Ndio. Si mapenzi yangu ifo Jean Baptiste akufe. Ndio. Nifanye je hapo? Natoka na mwingine mwenyewe. Juu afe. Juu Jean Baptiste ilifale akufe. Juu Yesu abe. Mungu atatuma manabii bawili kwa wakati moja. Jean Baptiste akaja maliza mission yake. Ilikuwa ni tangu Jésus Christ Mungu wetu ndani ya mwili wa mtu atumike sawa vile nabii. Alors Jean Baptiste nabii wa kweli na Yesu nabii wa kweli. Abapasha kwa wakati moja mkizazi kimoja bote bawili. Ilifale Jean Baptiste kisa alisema inabidi mimi nishuke na yeye apande. Alors ilifale atoke. Ndio. Yesu anatoka. Anaenda ku Zabuloni kule ku Kapernaum. Ile Kapernaum unasikia Kapernaum ni migini ya mapagani. Amen. Amen. Migini ya mataifa kule. Iliandikwa depuis zamani. Yasema watu wa Kapernaum. Hapana, watu wa Neftali na Zabuloni. Asema bataona nuru. Nuru sio tunasema leo rebei. Amen. Mungu atabatembeleaka. Bataona ile nuru. Haleluya. Amen. Na kwa ile nuru ilifale Mungu atume mtumishi wake mwenye kwa mwana wake Yesu mwenye kwa neno. Amutapata reveye kama mnakatula neno ya Mungu. Amen. 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 Kama unakubalia neno ya Mungu uko munjia ya reveye. Amen. Haleluya. Amen. Yesu akatembelea mwingine. Yesu kuingia tu mwile mijini. Maana mnaweza kuonekana. Oh kanisa. Kama neno ya Mungu ikijaa kwa wingi ndani yako, hautalomba miujiza. Amen. Miujiza inafataka ndio kwenye neno iko. Kama muujiza maisha yako, kontrole maisha yako. Amen. Kama tu neno iko ndani, na miujiza itafuata neno. Amen. 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 Neno ya Mungu haitafuata miujiza kwenye iko. Ni miujiza ndio inasindikiza neno ya Mungu. Amen. Amen. Alisema kama maneno yangu inajaa kwa wingi ndani yenu, mulombe kile mnapenda. Ni miujiza. Mbele neno yale kwanza. Itayala je? Kuya kukanisa ni problem. Itayala je? Amen. Biblia tu hauna. Brochure tusiseme. Baba frère ma brochure nafanya mmifuko. Ya kwanza kukulia makuta unakuta mtoto wa Mungu. Niko frère. Brochure. Frère wa Mungu abariki sana. Niko pesa kwanza. Hata 20,000 natakukutisha kesho hia. Niko frère. Niko frère. Inaona ni tiketi ya bwizi. Haina brochure. Ndio itaonesha kama uko frère. Ni maisha yako ndani ya brochure. Amen, amen. Iwe ndani yako. Ndio itatuhakikisha hautasema hata kusema. Haina. Amen. Amen. Ba Kristo ba mwanzo. Haina wao walisema kasi tuko ba Kristo. Kule kwa Antiokia kule. Ni batu waliangalia matendo sasa. Mungu wa Kristo. Make mu Kristo. Make ndani ya Kristo. Amen. Sio vile. Mu nyumba, mu Kristo.
Maana wewe uko ndani ya Kristo. Ni maisha yako. Haikuwa bopeke. Pour Kristo na publicité. Alléluia. Amen. Haina publicité. Mungu atubariki sana. Reve kaanza kuile mijibu. Njoo kwenye profita leba litungu sasa. Reve. Wamsho. Ni kitu cha maajabu. Unajua Mungu anafanyaka vitu kuzidia hata akili yetu. Amen. Siku moja wakati Prophet Branham alifika mu Afrika du Sud. Mtumishi wa Mungu alifika Afrika du Sud. Bana aleta magonjwa pale. Alikuwa na zawadi ya miujiza. Anaombea magonjwa, anaombea. Anachoka. Jua alikuwa muwasho. Kila mtu alikuwa na lazima kuona Mungu afanye kazi. Na Mungu anafanya kazi. Kama mwe mko tayari kule, Mungu naye atakuwa tayari. Amen. Kama mioyo haina tayari, Mungu atafanya kitu. Ni mwomba mjitowe. Mungu yuko naishi. Hivi tu unasema eko hapa present. Disposition yako wewe. Utaweza kupokea muujiza hata mtumisha ya kuombea. Watu walikuwa dispose. Walikuwa tayari kukulilia Mungu afanye quelque chose. Branham anaomba, anachoka. Anasema mbaki mafasi yenu tukulu. Taomba kwa Mungu. Anapiga prière. Kumaliza prière hivi. Vumbi kati ya batu, miujiza ilifanyika ya maajabu. Anaonyesha bawisie, mulokote mabitu yuko kule. Kulokota mabekie, batu washapona. Kulokota mabiuma ile banatembeleaka nayo babilema. Kuyaza makamio kabambi saa ba Chinois. Kamio 8 ya mabekie na mabiuma na babiti bya. Batu 25,000 guéris. 30,000 baptisés. Amen. 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 Profeta anasema balifanya 8 semaines mukubatize batu tu. Amen. Anamaliza predication yake, anarudia kwa Amerika, beko nabatiza batu tu kule. Jia nini? Balikuwa muamsho. Kanisa ya Kabimba. Tuingie muamsho. Muamsho ni kitu gani? Tutaona. Amen. Amen. Kuko kilo vile. Kuko kilo vile. Kuko kitu kenye kukutia uwe kilo. Kuko kitu. Haleluya. Kuko kitu. Mtu kama yuko maisha ya zambi anakuwa kilo. Hata amen inakuwa nguvu. Si amen iko na mkondane. Amen. Inakuwa mkondane. Me kama mtu anajua sikia. Kama tu jana busiku ulikuwa na atmosphere bien. Unaona Mungu alifanya na wewe busiku. Leo utakuwa je? Leo utakuwa me wetu leo busiku ulikuwa wapi? Ulifanya nini? Mule mugiza. Haleluya. Ni wakati ya kutafuta uso wa Mungu kabisa. Amen. Nimeongelea siku. Sasa tulikuwa na komala si badogo sana hivi. Tulikuwa tunatafuta uso wa Mungu. Ndio kweli. Experience yangu ya kwanza mu maisha yangu ilikuwa ni mkanisa. Mkanisa. Siku moja tulikuwa na kundi ya ndugu yangu. Tulikuwa karibu 27 personnes. Tulikuwa naomba mkanisa. Tuko naombea kanisa, tunaomba juu maisha yetu, tunaomba Mungu. Mungu anashuka siku moja. Juu ile gundi Mungu aliinuaka mnamuna yenyewe na maprofesi kaanza mwile gundi. Ma vision ikaanza mwile gundi. Mais erreur moya haikuwa contrôler na badiaki. C'est pourquoi lisimama ile gundi. Juu mnakuwa ma désordre na kuyaka pole pole. Profeta anasema hivi, asema wakati ile magundi naanza, inafaa pasteur au mkila reunion ya prière. Juu ya nini? Tunaingiaka fujo pole pole. Pasteur ataka manako shikona ba associé ba. Kini badiaki. Inafaa badiaki wanye kucontrôler. Tulisha na experience munene sana. Amen. Tukaanza kuevoluer. Du prière ni puissance. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit à ba jeune frère na ba jeune sœur? Muimani. Bawe naomba sana. Tuwasaidie pasteur. Maombi iwe mingi ndani yabo. Alléluia. Tusiwadekurager. Prière ni puissance. Tuangalie namna ya entretenir. Baingie mu maombi sana. Amen. Tuko naomba. Mungu anashuka anasema. Alfredo na bandugu yako hapa. Muita Mungu natembea hii. Asante batabakia sérieux mui kazi Mungu anafanya. Tabasaidia paka mwisho. Mele batabakia distrait. Baza sasa nika mouvement kama moja tu hivi.
Kisha hii priere kumalizika, mtasemaka hivi, na huyu tulikuwa naombaka naye. Na ni kweli. Ilikuwa ni mu 2000 nadhani 2010, 2011, 2012. Tu fais 3 ans. Lakini leo hii mwile 27 atufiki 15. Atufiki 15. Mwenye tunamfuata frère haonekani. Nasikia ushaka na mwanamke kunyumba. Nije frère wangu ninaanza kumwacha, anasema atajiua. Ndio niko na ngapi za kufanya. Shajiue. Amen. Mimi niko hapa nimesha tunasikia. Amen. Hivi niwe nipreshe hapa. Mungu afungule mlango wa mbingu nyuma yangu. Asema Alfred, kuna maganya mtu mmoja ingie. Takuchunga wao kui. Chini mimi tatumukia. Amen. Kubarikiwe. Sikia tushilokani. Mimi natumikia kwanza wokovu wangu. Ndio kisha wenu. Ndio vile. Na wewe sasa unakuja pale. Cha kwanza wewe tumia wokovu wako. Kisha nyumba yako. Wewe magani bure. Kwa mimi potee. Paul anajua siku alipokea Roho Mtakatifu. Paul anajua siku Mungu alisema masikio yake. Mimi anaogopa, anasema niko nafanya nguvu yangu tumika sawa sawa. Nisifikie kwa kilalo. Juu mwe muingie mimi nibaki. Maana na yeye anapenda kubaki. Sasa. Amen. Amen. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Comment commencer à rêver? Namna gani kuanza uamsho? Haleluya. Amen. Uamsho. Ule moto takatifu Mungu kuwasha ndani ya moyo wa mtu. Anaanzaka je? Juu Mkristo anatembea kama ni Mkristo wa kweli. Kama mchawi wa kweli. Anaona Mkristo wa kweli. Kinaonaka ni moto kwa Mkristo. Amen. Haleluya. Juu moto, gloire à Dieu. Moto ndio voiture ya Mungu. Kama Mungu anapenda kujideplacer, anaingia ndani ya moto. Ndio anawasha voiture yake. Anajideplacer. Ile siku mbele ya Musa haikuwa Mungu ndio Musa aliona. Mais ilikuwa ni voiture ya Mungu. Ilikuwa, haleluya, ni mwili takatifu wa Mungu. Mungu alikuwa ni ndani ya moto. Haina moto ndio ilikuwa Mungu. Haleluya. Amen. Kama mchawi anaona, cha kwanza ni moto. Sisi hata mademo sasa tunaifukuzaka. Moto! Nalungula. Ni moto. Ndio. Haleluya. Amen. Utawasha kile moto. Ule moto utawaka chemu kanisa. Ndio. Haleluya. Kanisa tunapasha kuheshimu watumishi wa Mungu. Ndio. Utaweza kuwa na franga kusikia mtumishi wa Mungu. Amen. Utaweza kuwa na nguvu kumsikia mtumishi wa Mungu. Utaweza kujulikana kumsikia mtumishi wa Mungu. Mimi mtumishi wa Mungu atana kitu mikono. Mimi kuna kitu mkono. Haleluya. Niko nacho. Mtumishi. Wewe, huyu wakati wa mwisho. Wewe kwa watumishi babongo bengi. Na matumbo kabambi. Mungu anaongea naye hata unasema, nilienda Tanzania, nilifanya hivi na hivi, kupia tu kushare. Wakati nilienda Tanzania, wewe ulikuwa unasema unaenda Tanzania hapo. Unakuwa hapo unakuwa Swahili boko. Farce. Amen. Amen. Mungu anatumika na mtu kisi yeye. Amen. Sasa kama mtu anakuwa na demashi sasa hata ukoko tatembea hivi. Kisha kukoka ni hapa. Ndio unajikwa. Au utaweza kutembea vile. Ubarikiwe. Utaweza. Tembea vile vile. Bata kritike mwisho bataelewa. Kama ndio natiri hapa. Haina demarche ndio tabia. Tushaka na watu wenye kutembea mpaka utasikia kashindo. Mimi kisha yeye kupita mambo yenye anaacha huko nyuma ni zaidi ya shindo. Amen. Na tushaka na watu wanatembea na shindo kisha yeye kupita huku salama na baki. Sasa ndio barikiwe. Amen. Amen. Baki na kile yako tu. Kama unaokoka hata kusema kwako kutabadilika. Mimi utakontrole sana semi ya. Unakuwa unasema mingi vitu ya dina sawa. Unakuwa unasema mingi yenye kwa neno ya Mungu. Amen. Amen. Aina vile dada. Amen. Wewe mkikundi yako wewe ndio actrice. Maki fasi huko ni filme naanza. Dada. Parle nous. Mcheza filamu. Na hii mafilmu ya Tanzania inakuwa
inakuwa na matelefone hii. Shida baba. Ndio utakia dada. Kusema yako inakuwa ni kufananisha saa Kristo moja hivi. Tosha ni buchafu. Ndio maana profesa bwana akawa anapenda hata television nyumba yake. Muko benye heri, juma television yaanza kuvuma huko. Television inamaliza nguvu ya Bakristo mkizungu. Ndio. Sasa kuomba kwa television. Sasa kusoma kwa television. Sasa kushauri watoto kwa television. Na yeye na watoto wote kwa television, Mungu angalia matendo machafu kwa television. Tunafika pasi mwa kwenye tunaingia. Leo naangalia television, kufika pasi mwa baanza kubezeana. Baba utamwacha mtoto pitisha pale. Aita pitisha iko ni kwa antena. Wacha. Ndio wakati pale. Musime kabili. Ni kimya sana. Nani kuna raison. Ndio. Kuna raison. Ndio baba anaika pale. Na mtoto sana zima. Tunazimia juu ya nini? Juu ya beziana. Ndio na beziana. Kumbe siku papa atakuwa hapo. Tafuatilia hapa kumwili patafikia wapi? Unataka tunakabisha watoto kichwa. Ndio. Na kizungu kizunguzungu. Ndio. Ana kizungu. Amen. Haleluya. Amen. Ndio nakuta manyumba inakuwa makasa. Na priere hakuna tena. Mashauri shakaisha. Mtoto kosovu kipe. Inakasa nyumba ya nyoka. Nyoka na zaraka tu. Katoka mwaka ntoa kanda kuno. Kengine si hata baonaka tena watoto yake. Ushakaona nyoka na tena watoto yake nyuma hivi. Ushakaona. Utakuta mtoto wa nyoka yuko pale. Mama hapo utamuona tena. Nyumba ya mtoto wa Mungu iko na discipline. Ni nyumba yenye Mungu anapenda kuishi hapo. Priere en famille. Tulisema mjuma. Ulifanya hayo hii juma? Ndio. Amen. Amen. Mungu alituonesha tufanye priere en famille. Ndio. Haleluya. Kila nyumba kama unapenda Mungu amefanyizie neema. Niko nasema kwa madhabahu ya Mungu. Murudishe maombi majamaa. Mbele ya kulala unasoma écriture ya prière kisha munaomba Mungu. Tena nakabidhi hata mtoto waji kuomba. Banaombaka ndio bitakuja tu. Amen. Turudishe prière. Na bajoueur batakuwa nguvu. Amen. Mwalimu utayu français. Ndio anifundisha cours ya français. Utapataka 10 ku français kwa exeta wewe. Si mwalimu kwa yeye français. Ndio atanifundisha français bien. Sasa muzazi wewe peke maombi haujui. Hauna nguvu ya maombi. Batoto yako yo buluma. Angalia kwa vile nani anatonesha. Tusome kwa proverbe. Mezali 14:26. Mungu atubariki sana. Amen. L'Éternel possède un appui ferme. Kuogopa Bwana ni tumaini la nguvu. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Pa kukimbilia. Unaona? Yule mtu mwenye kuogopa Mungu asema eko nafasi ya fichamio nzuri sana. Na batoto yake saba nakimbilia kukimvuli cha ule mzazi. Beko mukingo. Amen. Sio vile. Sasa wewe unaogopa Mungu. Na saba batoto yako wanakimbilia kukimvuli chako. Batakuwa proteger. Beko mukingo. Tuanze leo. Amen. Kama tunapenda Mungu aingie nyumba yetu. Tulisema mjuma. Uamsho. Mungu kutembelea mwanadamu. Haina mkanisa. Anaanzia kunyumba. Amen. Kristo mnaanzia kunyumba. Profeta anasema sasa tunakia kukanisa. Asema Mungu akaji mkanisa. Amen. Mungu akaji mkanisa. Mungu yuko kwa nyumba yetu. Ndio. Sasa tunakia kukanisa. Tunamletaka njoo Mungu hapa. Haleluya. Amen. Sasa tunakia kukanisa hapa. Sisi tunamletaka Mungu. Sheko ndani yetu. Amen. Wewe unakia lisikio la Mungu. Huyu anakia kichwa, huyu anakia licho, huyu anakia mkono. Sasa tunaenea koro yote mzima. Ni Yesu Kristo mzima yuko hapa. Amen. Tunataka tunatukosea. Wewe ndio macho wa kuona vision. Haonekanaje. Tutanaka vision je mkanisa. Sio ndio macho. Tunaona naka nguvu ulikuwa kwa maombi kashaka potea. Ulikuwa unatumikia Mungu. Mungu akana kuvisite. Ulikuwa kiombo. Hakukuwa nafanyika evenement mukabimba bila wewe kusema. Mungu anasema hivi. Unasemaka tena. Mungu wako ashakufa. Amen. Amen. Tuliona mjuma sema
moto wa Mungu kama liwasha ndani yako hauzimikaki, unafifiaka. Ule moto uko nao wewe, unififia juu, haukuwa najitoa tena, kurudia tena munjia ya msalaba, kurudia tena mumaombi, kurudia muvifungo. Tafuta Mungu, tengeneza maisha yako, ule moto utakuya tena pale pale. Haleluya. Tuko pale, tuko pamoja. Namna gani ya kuwasha moto? William Branham anasema hivi. Amen. Mungu wakati anaanza kufanya kazi yake, inafaa aite watumishi, inafaa aite Mungu ndio kufanya kazi yake. Huyu moyo haitaki batu benye walisoma sana, batu ba akili sana. Haleluya. Kama anaita mtu walisoma sana, anamtoshaka akili ya kimasomo yote, ule mtu anabakia vide. Ndio kisha Mungu sasa anamujaza na uwezo wa kumbingu, anatumika naye sasa. Apendagi batu ba akili mingi. Ndio tukadisha ujumbe leo. Amen. Oh, la parole de Dieu a dit ça. Neno ya Mungu inasema hivi. Donc, Kwa maana yake, hii maana yake haina neno ya Mungu. Nikisikia naona sasa. Donc, je peux dire ça. naweza kusema hivi. Wewe ndio kusema. Nimeongelea tena nadhani kama ni hapa kabisa. Tunafika Lubumbashi. Dada yangu naongea na ndugu yabo moja aitwa Kishasa wa kanisa. Niko mshambo ndio naongea msana. Asema, "Dagabe." Hata mwesa rafiki yangu. Tulikuwa hapa Lubumbashi bien. Unaenda kule ukajipenda hivi. Unakajipenda hivi Kishasa. Sasa pastor wetu Kishasa itonesha mjumbe mnene ya Mungu. Asa muko aina ya batu ba nini kwa wiki. Mimi nenda kusikiliza. Ndio kazi ya chiba ubiri. Chikazi ba ubiri. Basi sasa maneno yote. Tunasikiza ni kitu anaanza kusema. Asema muko mujumbe, muko ba branci na ba branca. Sasa sikie ni nouvelle hii. Asa ba branci, make ba Branham ya sika. Si tuko ba Branham ya sika, ba Branham ba kisasa. Maki bado waliamini ujumbe wa Branham bakisasa. Maana yake sie tunapasha kujipenda, tunapasha kuwa make. Asa babransi, babranka, ba Branham ya kala. Make bale ba zamani ba kuma village, bado najiachilia tu. Si tuko ni babransi. Ndio dada anatoisha amesema. Biko munene ya Mungu bile. Pastor ndio alisema. Pastor alisema. Pastor ana kitabu cha kuandika wewe. Ndio. Pastor kuna mbingu ya kukutia wewe. Kama pastor alisema. Na neno nasema nini? Amen, amen, amen. Amen. Tiswa beni. Intellectuel. Akili. Mtu alisoma sana. Eko anapenda kucreate vitu vyake mujumbe. Anapenda kuunda vitu. Anapenda Biblia ilisema mu Apocalypse 22. Mwataongeza. Wala kupunguza. Na ufalme wake. Amen. Amen. Atavutwa. Kuko majina ya kuvutwa. Amen. Kama Mungu anaita mtu, haitaki watu benye kwa na kiakili kingi. Na ni vile vile, attention, utaweza kwa kusomaka, mais uko intellectuel. Ndio. Amen. Juu kuwa intellectuel kikote asema hapa. Kuko mbalimbali mu français. Kuwa intellectuel na kuwa érudit. Intellectuel ni mtu mwenye kuwaza sana juu ya kitu. Na érudit ndio mtu alisoma sana. Kuko batu wampatia kitu saba témoin de Jehova. Ni ba intellectuel na hata kusomaka. Unaona panasema ufalme wa mbingu, maana yake ufalme wa mbingu unaimanisha hivi akili yake ile haina Mungu. Mungu atretaki na watu ba vile. Amen. Mungu wetu tubariki sana. Amen. Tutasoma kwa eno mapele Dieu. Mtu aliyeitwa na Mungu. Baraka yake 34. Kipengele kia 34. Mungu wetu asifiwe. Amen. Mungu na furaha pale. Amen. Eno mapele Dieu. Mtu aliyeitwa na Mungu. 34. 34. Dieu n'appelle que très rarement. Mungu anaitaka kwa
Kubatisha. Dieu appelle très rarement les hommes intelligents. Mungu anaitaka kwa Kubatisha. shida watu wenye kuwa na akili. Mungu haitaki mara mingi batu benye kuwa na akili, haitaki mara mingi. Ceux qui sont instruits, Bale wenye kufundishwa Masomi. nizo tanisaidia kidogo juu nisi leo mwe mjuma vile mbona mapema. Ceux qui sont instruits, Benye kufunzwa ama benye kusoma. les intellectuels, Basomi. ils ont leur rôle à Beko jouer. na kazi ya kufanya. Kama mtu alisoma, Mungu atamtumikisha munamna nyingine. Amen. Amen. Aina mkila kitu Mungu atamtumikisha. Sikia. Ils ont leur rôle à jouer. Beko na kazi yabo ya kufanya. Et ce sont des grands hommes. Na ni watu wakubwa Mais généralement, kwa kawaida. lorsque Dieu veut que le travail se fasse, Mungu wakati anapenda kutumika pa nafasi Kazi fulani kazi fasi fulani, lorsque Dieu veut que quelque chose se fasse, Mungu wakati anapenda kufanya kazi fulani, bale batu bakili beko na kazi yabo, Mungu anapenda kufanya nabo, haina problem. Mais kama Mungu anapenda kazi fulani ya liprepare ama ya kuwasha moto, vitu tunasema kama anapenda kazi nzuri ya litayarisha ifanyike, atafanya nini? Haleluya, haleluya. Il prend quelqu'un anabeba tu moya qui connaît à peine son alphabet. mwenyewe Ayui ajui kusoma. kusoma. Sa Mungu anapenda kazi yake nzuri, kazi takatifu ifanyike. Sa anza kuchagua yeye, sa vile tunaona kuchagua Abraham. Amen. Sa anapenda kazi nzuri ifanyike, anaanza kuangalia mudunia, ataenda kuchagula ni mtu mwenyewe hata jina yake yuko andika. Amen. Yule mtu ana mawazo mingi mkichwa. Oh Seigneur. Sondez les Écritures. Mchunguza maandiko, Cherchez dans l'histoire. muangalie mwadisi, Les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu. mtu mwenye kwa fulani kwa Mungu, Batu benye balikuwa batu fulani mbele ya Mungu. Ce n'était pas des hommes qui avaient une grande instruction. ase haiko batu benye walifunza sana, Mais des hommes lakini batu qui n'avaient aucune instruction. benye bakusoma, Sinon juste le désir dans leur cœur de servir Dieu. kwa sababu moyo wabo uko tayari kwa kumtumikia Mungu. Ni batu wenyewe habakuwa na majifunzo yoyote mu moyo wabo, isipokuwa tu ndani ya moyo wabo mulikuwa kiu ya kutumikia Mungu. Amen. Beko wapi? Beko hapa pale batu? Amen. Amen. Mungu asifiwe vile beko hapa. Il a pris Alibeba les laboureurs, balimai, les bergers wachungaji, ya manyama, bavukai. Mungu sasa anaangalia kumtumikia yeye juu ya wokovu wa manafsi. Mungu aenda kuangalia, aenda Mungu yuko maajabu sana. Amen. Amen. Anaenda kumashamba, nenda kupata mtumishi wa Mungu puissant. Kumashamba, aache Kishasa, aye Kabima. Mungu. Yesu. Mungu abariki sana. Amen. Les laboureurs, les bergers, wafugai, les pêcheurs, wavuvi, ndio kwenda kutafuta batumishi. Les chasseurs. wawindaji, Oh Mungu. Ceux qui vivaient dans la nature, benye kuishi maumbile, dans la tranquillité utulivu et la quiétude de la nature. na maumbile ya maumbile ya Anaenda kawaida. kutafuta batu benye kwa mupori. Benye yako naangalia tu ni miti, mayani, kahewa kanzuri, duka la mfasilite, abaki mkuwaza juu ya Mungu. Ndio Mungu anaenda kubakuta kule. Amen. Bandugu yangu, kizungu kinatolewa na Mungu. Amen. Ndio vile. Tangu ordinateur ilifika. Mule ordinateur muko Biblia unasoma. Mule muko muziki. Pembeni yako kuko telefoni, WhatsApp iko pale. Yes. Sasa Yesu akatembea. Anapiga stop. Halo. Ushaleta vitu? Sawa, hakuna shida.
Niko tu kumedita hapa juu ya Mungu wetu. Kamuziki mkulia pale. Sawa, hakuna problem. Mungu akubariki sana. Anakata kamuziki anataka film. Anataka kuangalia film. Chick Norris. Nikamwangalia. Napendaka sana hii film hii. En tout cas, gloire à Dieu. Anakuja mu Biblia yake. Ile hali hautaona Mungu. C'est pourquoi mkizungu Mungu anakuwa raha. Leo sikitu mtu anasema jana usiku nimeona Yesu. Kaona Yesu ndani mizaa wewe. Kaona Yesu. Haina mizaa. Yesu kanaonekana. Anaonekana. Eko amen. Eko natembea Yesu. Eko mzima. Macho yako tamaona je? Njoo maana leo hii haya kubatumishi ya Mungu ya ujumbe. Na matelefoni na kama mama si naturel. Lakini bakristo leko mkanisa haba ioni yake. Telefoni na kwa spirituel inabamba nguzo ya moto. Me wewe uko paba au ioni haya yako. Amen. Kama Mungu anapenda kazi ifanyike, anatumaka ni mtumishi. Na atampatia watu ile mtumishi. Amen. Haina mwenye kuwa na hekima na akili mingi mkichwa. Basi Pasteur Masudi hata français yake anasema haina kabisa bien. Ni una pasteur moya kwa Kinshasa. Ta frère. On a français. Njo Mungu. Yesu anasema français. Yesu kama dunia. Amen. Branham nabii wetu anasema français. Kama Mungu wetu Yesu anasema français. Alikuwa anasema ndio langa araméenne ya Kiebrania kule. Branham anasema ndio français na anglais. Sasa français ndio alama ya kuwa na Mungu. Amen. Mbele bengi wanasema français. Aje. Wewe ndio mkizungu uone wewe. Ndio kuma doctrine maajabu mbaya. Na français yake. Ndio. Napenda kama mtu matapreshe mkibangu bangu. Me apreshe kweli. Na Mungu atahakikisha haya. Amen. Petro, bali mwacha kanisa. Amen. Hakuna yako andika hata jina yake Petro. Profeti Bwana anasema hata mngesema gauche. Petro angefanya droite. Sasa hapana huyu mkuu. Unjo gauche. Na ni lazima hii ya mkuu wa kuumi ndio gauche. Hakuna yua hata. Me haitafanyia kitu Mkristo hii. Kama Mungu yuko ndani yangu, hata si yui gauche. Atatimiza na droite. Amen. Amen. Kusoma ni kitu mzuri. Shina mtumishi alisema. Masomo ni ya kubakia. Baba mimi sipendi masomo tena. Masomo mimi napenda nibaki tu mtumikia Mungu. Sasa huyu Petit John niko na interpreter hapa. Angesoma kani interpreter je. Barikiwe. Dada yangu msome. Kunyumba na kama somo. Ndio. Aba beko hapa. Ubaone mtakatifu vile vile. Ukitaka kunyumba. Paka Mungu amsaidie. Barikiwe. Amen. Utaenda kuingia mu mateso ya maajabu. Kama ulisoma hata kalisomo kadogo, utatumika unapata $50 yako inakusaidia. Anakuacha hata 5 mois. Niko mkutafuta maisha. Maisha litembelea moba. Uko naitafuta ya Yonaka. Amen. Wakubariki. Amen. Soma masomo dada. Amen. Frère na wewe soma. Baba tutajitia makazi yako wewe peke tu. Abalisema nimekuwa na diploma njoo ende. Abakubaita wewe peke. Uenda sitaenda tena. Hauna ndio diploma. Soma. Amen. Soma. Barikiwe. Wakati mzazi anayejikaza kukusomesha. Soma. Sasa takana mama yeye tena. Uwe kizungu inafanya endelea huko. Diploma tu inapasa mtu anakusoma. Sio vile. Sasa wewe diploma tu ya upendi. Utabakilia wapi? Hautasoma sima kupeleka mubato, kuisha kwa birobo. Amen. Sio vile. Wewe ndio unasoma sima. Soma masomo wewe. Mukabima muko masomo. Soma. Amen. Tena masomo nzuri sana. Barikiwe. Masomo kabima iko na formation kushinda academy. Sio vile. Nasema kweli. Basoto akadima sasa wanachua academy kwa examen d'etat. Zamani. Da. Chifo angali kitu tuna huko. Sio vile. Soma. Amen. Mtumishi ni sasa tasutenir shida tusomaji. Soma. Amen. Mais kama hakuna moyen.
Kama mzazi na moyen, kama huna na moyen, pale Mungu atakushughulikia mnamna nyingine. Mais kama unakatala moyen yenye iko hapo, utaregreta kule mbele. Haleluya. Amen. Ndio kisi mwana tembea. Profeta anasema wakati Mungu anapenda kuingiza reveil mumugini, asema na tunamshaka mtumishi mmoja. Eko nasema ile sitasoma tena kwa inaenda. Le plus grand flash. Anasema 31. Mungu anamshaka mtumishi mmoja. Ule mtumishi anakia kuleta fimbo ya injili. Amen. Sana pika batu fimbo ya injili. Ni pale uamsho unaingia mkanisa. Amen. Amen. Hautapata reveil. Mungu hata kutembelea kama ungana maisha ya zambi ndani yako. Ndio. Ni point ingine hii. Juto unasema commencer un réveil. Tutaanza je uamsho? Ni kutengeneza maisha kwanza. Mungu wetu haina dawa. Ye banti yaka kukilonda cha busa. Bandika tu yulu. Kilonda kitapona. Barikiwe. Ni pa kwanza kusukula kilonda. Amen. Busa butoke mpaka na damu itoke. Amen. Kama damu inatoka, ninaonyesha kusema make busa unamalizika. Kama unasukula kilonda, hakuna mganga, si mganga yote. Muziana vile. Sio mganga. Ndio. Kama unasukula kilonda, damu yatoka. Chimake buchafu mungani. Ndio. Mpaka damu itoke. Ndio wanatiaka dawa sasa. Amen. Ndio baba nakatazaka munganga atunze mtoto yake. Ndio atamsikilia buluma. Sasa msukula kilonda. Papa! Hey, nyamaza. Na hii mafanze tuchapa nayo. Sasifi, mafie dada. Sasifi. Acha tututida wazile vile. Haita musaidia kitu. Amen. Amen. Munganga mzuri. Mungu kama naona zambi yenye kwa kilonda ndani yako. Unakibembeleza sana. Anakamata baba yako. Masudi wa hapa anasema kwa nyamaza kwa Masudi. Anakuleta munganga mwa kujua Jovile. Amen. Anakuya anakena manyuka. Amen. Anakena pesi. Bila kukusikilia buluma. Mpaka kukilonda cha zambi yako kule kule. Amen. Amen. Ndio kukuluta pale. Amen. Amen. Sitaacha mpaka damu itoke. Ndio damu yenye kwa neno ikale pale. Mungu anawasha moto wake. Amen. Haleluya. Ndio uamsho. Ni kutengeneza maisha. Oh, mu pays de Galles. Siku mwa profeti unasema tutasoma ile fasi. Uamsho ulianza je mwine mjini. Amen. Eske mnapenda Mungu atembelee kanisa? Mnapendelea Mungu atembelee manyumba yenu? Amen. Mnapendelea Mungu amitembelee kibinafsi? Sikia gizi alianza huko. Mungu wetu asifiwe sana. Amen. Année de jubilé. Mwaka wa uhuru. Paragraphe 64. 64 kifungo kyake. Ilikuwa le 3 octobre 54. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Maintenant, Sasa lorsque ce grand réveil gallois qui avait commencé, wakati ile uamsho ulianza kule mjini, wakati ilianza Dio, c'était un temps de jubilé ni wakati wa furaha pour les Gallois. kwa sababu ya ule mgini Galwa. Amen. Kule kumugini wa Gale, kubale batu ba Gallois. Wakati uamsho ulianza, yubile, mwaka wenye Mungu anatembelea taifa. Amen. Amen. Ipate kwa vile mwikanisa. Ipate kwa wakati yenye Mungu anatembelea mara nyingine kanisa. Ilianza je? Mungu alianza je kufanya matendo makubwa mwe kanisa? Ama mule mugini. Alianza namna gani? Cela avait commencé Wale ilianza juste wale avec un groupe de gens illettrés. batu kikundi kidogo kia kutokusoma. Batu benye bakusomaka. Kundi ndogo tu. Sawa vile kanisa yetu hapa. Kundi ndogo tu. Ndio Mungu anaanza mwile mugini. Amen. Tutosha mugini wa Gali. Tuone ni mugini wa Kabimba. Ndio. Haleluya. Amen. Kundi kidogo tu. Mungu ataanza kupitia sie. Hii Kabimba yote batatambua kusema kuko Mungu mzima. Yeko naishi. Kama tukijikonforme tu sawa. Amen. Amen. Les groupes de gens illettrés Batu benye bakusoma. qui prêchaient simplement l'évangile. Benye Amen. kuhubiri tu injili. Injili. Hapana mafundisho kavukavu. Mafundisho yanaua watu mingi. Ndio. Masiri, matonere.
wakati malaika alishuka kumbingu, akafungula, akafanya hivi, kisha Amen. Amen, amen. ulishafundishwa sana mkichwa. Neno la Mungu naijua mingi mkichwa. Ni motoka mupya. Profeta anasema ile ni mekanike. Motoka ba mekanisisa banaingia, bataza kutengeneza seno mekaniki. Na motoka unapona kabisa. Me hautatembea kama kuna dinamike. Ndio. Dinamike ni moto, essence. Na il faut que bougie. Je sana washa inafanya reaction. Moto unawaka. Na motoka unatembea. Hata uko mpya bila moto ndani hautafanya kitu. Na hii neno ya Mungu ni mekanike. Ni motoka mpya ndani yako. Hautatembea, hautawasha mafaa kama ndani hamuna moto. Ndio watu wanafuata maseminaire, banamaliza masomo na seminaire, anaanza na kanisa, pasteur fulani, eko docteur en droit, docteur en théologie, docteur. Haya lotaka tandoto ya malaika. Amen. Haina bure. Ndio maana leo hii na ba pasteur bengine beko suspect kama ni bachao. Amen. Haina bure. Ndio anayoana na Mungu mkichwa tu. Haya monja buluma. Saba politicien bakabimba. Anafanya kampanya ya president Tshisekedi na ya monarca Tshisekedi. Buluma. Kuhubiri juu ya Mungu, juu ya Yesu, mwenye hayamonaka hata mundoto. Amen. Haina bure. Anatafuta kadawa anatia pale. Amini Yesu. Amini Yesu. Yesu ni mwanaume abanaume. Mukiuno na erizi. Yesu amaguye upumbavu wa kila mtu unaonekana wazi. Amen. Kubamba mchawi hivi. Sema. Nakuwa na baba pastor wa pale. Nakuwa na mama kipendano wa pale. Mama kipendano na yeko kule. Acha upumbavu uonekane wazi. Juu Yesu alisema kazi ni kubwa, wafanyakazi ni wadogo sana. Leo tunashangaa mkabimba, wafanyakazi wenye Yesu alisema leo kidogo, beko bengi. Maana bake Yesu yanayua kule. Leo kidogo abe nyine ni ba intellectuel. Ni ba kiakili. Yeye pita ajilela tu. Na mie unayua baubiri bengi wanazaka nije. Sasa ndugu John na interpreter hapa. Ataweza kwa ministère. Haina problème. Mais bengi wanataka je. Sasa interpreter anakuta. Voilà nasema, le Seigneur dit. Alors ça, alors Dieu a dit, nani mimi prêcher tu. Na prêcher bien hein. Mshambra yake pia anajinywa Mungu. Eti kanisa. Mimi bwana majeshi. Niko machafu sana. Prêcher tu bien. Ewa. Ndio na ministère wa. Ubarikiwe. Amen. Pasteur, ndio na ministère. Sawa, ndio na observer. Pasteur, unisaidie hata 2 jours tu. Nitwange vitu. Utabitwangia wapi? Baba. Haina teatre hii. Baba. Kuhubiri. Haina poeme. Amen. Kutoka Amen. kuzima. Amen. Maandiko. Na kupatia kwa mtu. Na utapatia watu uzima. Wenye wao bonjaka. Musa kupapeleka batu fasi yenye yeye afikaka. Wewe kwanza mhubiri. Si upate haleluya. Amen. Si muonje kwa Mungu. Ndio taonjesha wengine batu. Amen. 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 Utajua guu ya pombe je kama wewe unataka pombe. Haleluya. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Ilianza je? Ni batu. Nadhani tuko na furaha. Amen. Mnachoka? Amen. Mnachoka? Amen. Naona awitiki tena amen. Les hommes qui prêchaient l'évangile. Watu wenye kuhubiri injili Et la puissance na uwezo et la gloire de Dieu na utukufu wa Mungu commencèrent à descendre. unaanza kushuka Ukaanza kushuka au point que les hommes d'affaires munamuna yenyewe batu bafanye au point que les hommes d'affaires munamuna yenyewe watu benye kufanya kazi bafanya kazi wakati baanza kupresha injili bale batu ya kusomaka hata kusomaka sasa nasema Yesu eko mzima
na mbingu inaitika amen. Amen. Na humo ulisoma teolojia, utaka kusema ile phrase Yesu yako mzima na mbingu ukimya, inafatana na profondeur mu moyo. Kama mtu anasema Yesu na ule Yesu akiwa ndani yake na demoni atingizika. Na wewe mwingine unasema Yesu kama hana ndani yako, demoni anasema na Yesu. Tushaka biona huko naimba juu uombe demoni na demoni anaanza kucheza na yeye. Pepo chafu. Toka na wewe toka. Kadi nafikia vitu sawa vile na mwe bene mnalichunguza kwanza. Amen. Utaweza kuwa mtumishi kufanya dhambi mais via consécration na kwa kidogo. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Asema wakati waanza kupreshe vile ndio uwezo wa Mungu na utukufu wa Mungu ukaanza kushuka sasa mbona mwingine. Juu ya nini? Asema bado wafanya kazi bakaanza kufunga makazi yao. Oh bandugu. Uko na butike yako wewe peke. Haleluya. Sasa kanisa nene. Si ufunge hiyo kanisa. Na watu ni hapa shinwa. Frère, hii juma ukonekana. Watu ni hapa shinwa. Chiku mashamba yako. Mashamba kwa ina tena mlango. Wako sasa tafunga ndio amen. Sio sikeni na Mungu wewe. Ndio. Hao yako hakika na Roho Mtakatifu. Unabakilia nini kunyumba? Mbo dunia ikaisha leo. Plito enlèvement kafanyika leo. Uko siri dunia ikaisha leo utapotea. Yesu akakuja leo utapotea. Mimi hauiko kanisa. Imani inatoka mkusikana na Mungu. Amen. Wewe imani inatokea kwa filme. Amen. Sio kanisa. Dada, ulikuwa nafula mpaka sia kanisa. Na leo tena, nyumba mkufula hapa ni mango ya president. Au ni mango ya bwana yako. Ata voyager. Kuko urgence. Sababu yangu kufula mango ya grata sana kwa mchafu yote. 15 na voyager. Ndio vile. Mbona unaacha kufula busubuhi, unaacha kufula 10 mpaka saa kanisa we. Amen. Amen. Ingekuwa sasa ushakapotea kwa ukaenda kuzimu kisha Mungu anakukutia mdunia haungefanya ile kasepa. Amen. Ni juu hayaondeka kupotea. Kupotea kwenye mademo yao peke. Inamwona Yesu asema Bwana baada ya kutusuma kuzimu tena tuingia hata kwa nguruwe. Kweli? Amen. Demona ikiwa kama nyama mchafu nguruwe. Baada ya kwenda kuzimu kwake. Ndio wako nafanya matendo machafu na huko sio tuna kuzimu, huko tranquille. Sama una semence. Sama una semence. Ndio mtoto wa Mungu. Anaogopa kupotea. Sasa mwenye atapotea. Amen. Aloke yeye atapotea. Amen. Ndio vile. Ndio vile. Mtoto wa Mungu anaogopa kupotea. Aloke hatapotea. Ndio maana tunatubwana kutu. Baba, nishakufa mimi ndio ninaona hapa. Nilishakatika. Niliiba. Nilifanya hivyo Mungu nisamee. Hatapoteaka. Mimi naogopa sana atapotea. Mimi ni matapotea. Kama ugopake hata. Kinakuwa kiwe basi. Ala? Basi mafuu. Mimi nilisema hivi kama atawazia vile njoo vile. Njoo vile vinakuwa. Ndio. Mungu atubariki. Amen. Meuamsho. Kwa wao kufikia. Mpaka wao najideside. Amen, amen. Nafunga kazi yangu. Naenda kusikia neno la Mungu. Amen. Sikia benzetu. Siki. Usiogope, usiogope. Ndio. Ni Mungu anasema na wewe. Ndio. Mungu bariki. Au point Namuna que les hommes d'affaires wale wafanya biashara allaient au travail wanaenda kwa makazi yabo et s'asseyaient à leur bureau na bakafunga ile bakaikala kwa ofisi yabo et pleuraient na wanaanza kulia comme des bébés. kama vile watoto wadogo. Haleluya. Amen. Mtu anafika mkazi yake. Moto wa Mungu shawaka ndani yake. Amen. Anaingia mbiro yake. Eko nalia ajui kana lilia. Presence ya Mungu. Amen. Oh kanisa. Amen. Zamani sauti iliingia mkongo. Amen. Kulikuwa batu. Haleluya. Sasa injili kunatoka. Yeko nalia juu ya dhambi yake. Amen. Haleluya. Nakumbuka wakati baba yangu aliamini yako. Aliingia kama kanisa tu. Hapa kumuonesha kaache pombe. Presence ya Mungu mkanisa. Anaanza kulia yeye peke.
Plus unalia, plus kiu ya pombe nakimbia. Amen. Kuombea? Mais leo hii tuko na batu wenye kuangalia match. Ndio tushaka na hapo. Ndio nakemea zambi. Mazembe. Kisha nakudia hatingiziki hata na hivi unanisema na hii juma mtaniona tena. Mungu abariki sana. Amen. Kwa mtoto wa Mungu ndani yake. Ndio. Moyo wake. Eko nasema hii ni mie hii. Amen. Bwana na nitafuata njia yako. Ndio. Amen. Les gens pleuraient comme des bébés. Watu wanalia kama funga ile makazi yapo. Bwana. Bwana ulisema takia ku biro. Hapana siku yetu leo. Mimi nafunga biro. Tuna siku nyingine. Ndio kutafuta uso wa Mungu. Ndio. Watu wapenda kwa milima. Amen. Glory to you. Kuomba Mungu kumilima. Amen. Kutafuta uso wa Mungu. Huyu Mungu atupresha iko wapi? Iko wapi? Ndio. Wote bakiaka tumsikia kama hadithi. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Elia. Iko wapi ile Mungu? Mungu wa Masudi, Mungu wa Moize. Iko wapi kwangu? Mungu wa Weunde, Mungu wa Polido, Mungu wa Kingi, Mungu wa Dagon. Iko wapi? Iko wapi? Mungu wa Gripe, eko wapi? Mungu wa Mulawa, eko wapi? Amen. Amen. Haleluya. Inafaa kila mtu ajiongee naye. Ça, c'est la pire vérité. Haleluya. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Eko wapi le Mungu? Oh Seigneur. Des fermiers Wale wafugaji dans les champs kumashamba s'asseyaient sur leurs charrues. banajaribu kuacha ile majembe yao. Balikuwa naikala kule kuma vyombo vyao vya kulimia en train de labourer. Mo mkulima Ils arrêtaient leurs attelages, wakaacha ile makazi yao walikuwa wafanya pale, sortaient des champs, banatoka kumashamba des pêcheurs tout faits. Tenda zambi. batanda zambi munamuna yote. Balikuwa batenda zambi, mesa Mungu anawasha moto ndani yake, anaacha na ile mangombe ya kulimia na majembe, anatoka kwa mashamba. Anafanya nini? Lever les mains vers Dieu Bananyanyua mikono mbele ya Mungu et implorer la na miséricorde. wanaanza kulilia buluma. Les gens allaient sur les routes et partout. Watu banaenda kubalabala nafasi yote, Les sifflets se mettaient à retentir mafilimbi inaanza kulia et ainsi de suite. na vingine vyote. Un réveil était en cours. Sasa Amen. uamsho ukaanza kuendelea. Wakati balianza vile kufunga mabiro, balimai banaacha mashamba yabo mumabarabara, batu mikono inje yulu mukulia, Bwana ukumbuke moyo wangu. Bwana, profeta anasema muile namuna injili ilihubiriwa na batu wenye bakusoma, kisha batu bakaanza kutengeneza maisha yabo, batu banaanza kuomba. Anasema uamsho ukaanza kuwa munjia mkwenda sasa. Amen. Kama tunapenda uamsho uwe munjia mukushukia hii kanisa sasa, tuanze vile Amen. kutengeneza maisha yetu na maombi kwa wingi ndani ya maisha yetu. Amen. Na kukuya na bidii kubwa Amen, amen. ili ya kusikia neno la Mungu. Amen. Mtaona kile Mungu atafanya mkabili. Amen. Bachawi ndio watakuwa kwanza kutengeneza maisha hapa. Ndio. Amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. 66. 16 ni kifungo chake. Nasikia bien sana. Amen. Eh bien, Mzuri. lorsque ce réveil Wakati wa msho avait commencé, walianza, un ministre était descendu mhubiri mwa alishuka à un endroit mnafasi fulani, où il y avait un caniveau ule kulikuwa kashimo kama qui fulani, traversait la route. kenye kalikuwa kanatambuka barabara. Il arrêta son cheval Akasimamisha punda yake et entra dans le caniveau et dit: na akaingia ndani ya ile shimo, akasema, Dieu Tout-Puissant, Mungu mwenye uwezo, cette ville huyu mgini est toute polluée par ici. Unajaa na zambi unajaa na paipasi. zambi hapa kote. Il dit: Alisema,
Fais que chaque homme, fanya kila mwanadamu, chaque femme, kila mwanamke, chaque garçon kila kijana, ou chaque fille kila binti qui passe par ce caniveau mwenye atapita pa hii nafasi soit convaincu awe anahakikishiwa par ton esprit. kupitia roho yako, Il alla prendre un bon et loyal guerrier. na apate namna mzuri na yeye akupona. Kisha kuomba anaenda kutafuta askari moja mpiganaji wa vita. Hapana askari mwenye kuvala teni. Haleluya. Askari wa imani. Haleluya. Anamuplace pale. Anamuonesha nini yule askari. Kisha yule mtumishi kuomba anamtia askari pale. Sawa na mimi kisha mimi kutoka hapa, ba askari batabakia hapa. Haleluya. Kuendelesha hii kazi. Yeye mimi nibakuta hapo. Mungu atubariki. Okay? Anamwonyesha nini yule askari? Et les placer à cet endroit-là Na akamutea pa ile nafasi pour prier, kwa kulomba, rester là-dedans nuit et jour, kubakia mule ndani usiku na mchana, jeûnant et priant. mkuomba na kufunga. Il entra dans la ville Akaingia mgini pour le mourir et sollicita la permission. na akaomba ruhusa. Biko bingi huku. Ule mhubiri wakati alianza anaingia mugini. Anafika barabara za Mungu. Juu uamsho hautaingia fasi kama wewe mwenye Mungu anakutuma unakuwa uamsho. Ndio. Amen. Uamsho unaanza ndani ya mtu, sio tunamuijuma. Unakuwa naambukiza. Amen. Haleluya. Amen. Uamsho unakuwa naambukiza. Kama huyu mtu kwa muamsho utakuta peke kitano yeye anamtia muamsho. Chini kuha. Kama mtu anakamtia kukuha. Ukipaa mgusa na wewe utapona. Chini anakamtia kukuha. Sio kisi Mungu yupo. Haleluya. Amen. Ndio maprofeta anatushauria. Kutoka kanisa hapana kutokea tunaendelea kufukuzia marai. Mbele ya kutoka badala mnalalamikiana hapa nje. Mnajuana. Dada yangu nikataka ni wapi? Pale okay. Asante sana dada. Muenda kumtembelea wakati mwingine. Fred, mbona unaonekana? Niko kama mgonjwa sana. Hatukujua kata Fred. Kwako ni wapi? Bana salimiana hapa kutoka. Mwanzo kasa msoko. Tusaidie baba. Mtoto wa Mungu na hata hata kutoka. Au utatoka moya hapa moya atoka vile mnatoka. Amen. Mungu amebariki. Mungu amebariki jana. Amen. Kwa kazi Mungu amebariki wazi. Amen. Ndio vile kanisa Mungu inakuwa. Mwanzo sasa ukili. Amen. Amen. Uamsho ndio unakuwa. Haleluya. Amen. Ule bwana alianza. Anafika mu restaurant. Anafika amesha restaurant. Utaniruhusu niombe. Anamuka. Bwana wa majeshi. Nakuomba. Kama napata neema mbele yako. Wote watakiwa kukala pa hii fasi mimi naikala hapa. Gusa mioyo yako. Batimize maisha yako. Na upate kubaokoka. Amen. Anatoka. Biblia anasema, na profeta anasema, iliandikwa majournaux. Bado wanyamu ile restaurant mbucheka. Habari. Ule bibi yangu ule kwa masomo, unamkumbuka sasa tulisoma? Kala tu kiti. Mungu uisabe. Na unaye baba. Baada kutengeneza maisha pale pale. Roho Mtakatifu anakamata. Maombi ya yozaji. Kama tunapenda kuona Mungu msema. Amen. Haleluya. Amen. Tuingie mu maombi. Haleluya. Maombi. Niseme jeju ya maombi. Profeta Bwana anasema maombi. Sikia kanisa. Sikia. Tapeni nibakie pale zaidi. Amen. Amen. Tuniko na presentir ndani yenu. Kiyo ya maombi haikuwa hapo tena. Niko nasema presentir. Amen. Maombi mpaka kimbia. Maombi nafunga kipepa. Kutia mabeka mbio. Mwana kwa kavu. Amen. Amen. Maombi aina kutosha Mungu kumbingu akuye hapa. Seigneur Jésus, shuka hapa. Baba tukuleka niko mtoto wako. Bongo yako we. Haina maombi. Haina maombi. Maombi ni weye. Munamna nyingine pardon. Kama uko mudalili ya maombi, iko sawa na nyamo ascenseur. Ascenseur bazuku wanatazama ma building hautapanda pala mu 400 etage. Utachoka. Ndio. Banataka chambre kamoya. Kama unaingia mule ndani unafunga mlango, unafienda tu bouton. Koka anakulamusha kama unakosa uko enlever potentiellement. Kama unyangwa tu kama unaingia ku 20e etage. Quand vient au 20e étage,
Nikasimama. Mlango unafungulika, deja natokea mu 20e etage. Ndio vile. Maombi kama kwa mudalili ya maombi, kuna namna nyingine iko sana ingia chambre ya ascenseur. Sasa kuomba iko sana tienta bouton ya ascenseur. Plus kunaomba, plus kunapanda mu presence ya Mungu. Itafikia muta moya ascenseur yopeke inafika mu presence ya Mungu. Na maombi yako inachange. Utakuta mtu anaomba, unasentir sauti yake, masemi yake, hali yake inabadilika. C'est ça prier. Alléluia. Amen. Maombi ni kukutosha way up na kukutia mu presence ya Mungu. Ndio maombi. Amen. Haina mtu anaomba. Hata maombi ni imani yako wewe. Amen. Ndio inaomba mbele ya Mungu. Imani yako wewe ndio inaomba mbele ya Mungu. Na profeta anasema wakati imani yako inakuwa naomba mbele ya Mungu, haina tena wewe mwenye kuomba, inakuwa ni Yesu Kristo ndio anasema juu yako mbele ya Mungu. Amen. Mungu atubariki sana. Haina unaomba ni imani yako. Amen. Mungu atubariki sana. Hier il connaît toutes choses. Najua vitu vyote. La prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Maombi haishushaki Mungu mbele ya mtu. Elle fait monter l'homme vers Dieu. Inamfanya mtu atoke apande kwa Mungu. Lorsque vous priez, Wakati unaomba, vous perdez de vue des choses terrestres. unapoteza hii maisha ya hapa dunia. Kama mtu anaomba, anaingia mkiwango fulani, na masauti ya hapa pa dunia hata isikia tena bien. Ndio. Unaona kama tuyaombaka kabisa. Uko naomba Bwana Yesu, oh Mungu wangu, telefoni nalia. Ule mbona naomba anazima kwa. Oh Seigneur Dieu. Anakaa kimya, anakuwa nawaza pale mkichwa. Ni pasia, ni patiko na nini? Oh Mungu wangu. Anaangalia kwa macho sasa. Maisha ni déranger naye huko. Anazima kwanza. Anatia mode avion. Oh Père éternel. Est-ce que uko naomba wewe? Uko naomba. Profeta anasema kama unaomba na vitu vya dunia utavipoteza. Utavipoteza. Kama mtu anaingia mwile experience hata toka pale bwini bila Mungu kumfanyia quelque chose. Amen. Prière ni puissance ya maajabu. Imaginez-vous profiter dans sa prière. Inachangia hata mawazo ya Mungu. Amen. Amen. Prière inachangia hata neno ya Mungu. Amen. Sio vile. Mungu anamuonesha Isaya. Mwenda muonesha Ezekias. Mwenye anasema ni nani? Kini Mungu. Haina neno ya Mungu ile. Ni neno ya Mungu ile. Umuonesha Ezekias atakufa, Ezekias atakufa. Ezekias anaenda pale. Nani Isaya? Aenda pale. Bagara anasema, "Mtumishi wa Mungu ni nini?" Mungu ananituma mimi. Asa mfalme wenu anapasha kufa. Mungu asimaki bongo kwa mtumishi. Maki ndio kweli. Hiyo kitu nakuwaka wewe Mungu anakuonyesha message kama moya, ndio nataka kaanza kubaki. Niliona frère fulani atakufa. Niliona frère mchunge tu mwili deju. Huyu frère kwa mgonjwa atakufa. Huyu frère atakufa. Haya yako wewe. Frère kwa sasa atakufa. Hata insidi le Seigneur. Imani ya Mkristo kama nakatala na motife kwa sawa. Amen, amen. Amen. Profeta anasema nilikuwa na chaka hata Mungu anajua problemu ya mtu atakufa. Na ikala kwa kile nyingine juu kama ule mtu akiwa na imani ile Mungu alinionyesha haitatimia. Amen. Kuko puissance tatu mdunia. Kuko puissance ya Mungu, kuko puissance ya shetani na kuko puissance ya imani. Amen. Puissance ya Mungu na puissance ya shetani inatumikana na puissance ya imani. Amen. Kama imani iko nguvu kwa shetani, ndio unaona bafumu banavuma na kuvuma. Ni puissance ya imani yake inatumikisha nguvu ya dawa. Na kama Mungu anakamata ile imani yenye kwa safi, ndio watumishi ya Mungu, watoto ya Mungu kuogopa Mungu. Na Mungu atajulikana kupitia Baba. Amen. 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 Na imani wewe. Atakufa, atakufa. Utakufa mbele yake. Wacha na imani wewe. Kisha kutangaza watu atakufa. Mfalme ni nini?
Bwana majeshi ananituma kwako. Tengeneza nyumba yako utakufa. Sasa mimi asema nakufa mimi. Natoka kufanya mariage hapa. Ndio. Kati yangu angali aje. Naanza kufanya mbio ni unafukuzia watu. Sasa namuonyesha Mungu. Pelete mwaveni yangu. Amu yako hata watu bengi wengi naenda bwana. Ndio uko maveni kule yule. Sasa kuko maveni, kuko makartier. Pelete ba voisin yangu ndio mwe mko hapa. Mbona naanza kufukuzia ni kule ni kale tu mimi peke yangu kuongea na mtu. Amen. Tuchunge tu aneva tupatie wote. Amen. 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 Ezekia sana joga kibambazi. Asa Bwana, kumbuka maisha yangu. Nilikuwa natembea na uoga wako. Utamwonyesha Mungu nini wewe? Bwana, kila siku kanisa ngoma inalia niko mkanisa deja. Bwana, kama kanisa iko propre, mimi ninafagia hapa Bwana. Utasema vile wewe. Bwana, makendea rekete tena kwa mgonjwa. Na kwa kwanza kwenda kumvisite. Utasema wewe, Baba, nikiwa na pesa, siendaki mikono wazi kwa kanisa. Utasema wewe, Baba, kubuchulizi bwangu cha 10, shiko sasa kutosha. Utasema wewe. Utasema Yesu. Si ndio bien Mungu anaangalia kabisa. Amen. Sasa kuna problem. Anaangalia mu registre yake. Dime très bien. Offrande njana kutosha na alikuwa na kitu. Juzi ya kutosha na alikuwa na kitu. Leo alitosha alikuwa na kitu. Leo alikuwa nayo asema. Anatosha ngapi? 200 francs. Mfumo mbaki ngapi? 7000 francs. Ya kufanya nini? Bega 2000 francs. Maini ya 3000 francs. Na hiyo nyingine anakwenda kupatia bala yake. Ukitunga ngapi? 200 francs. Ulitosha wewe. Pitie Seigneur. Baba nisaidie. Ukinibarikia Bwana, nitauza manjanja ya kanisa. Mukituma tu 200 francs. Njanja ni vitu dada. Amen. Ndio Mungu maombi mengine akubaliaje. Amen. Mungu ana mtoto. Amen. Atakuletea bonbon. Amen. Kudia. Mama tutaenda. Au niache takuleta bonbon. Kanga sasa make ndio kweli. Kana kuachilia kisha kukudia. Mama bonbon acha fujo. Ndio sana ni Mungu ule. Mungu sana kukamata. Kana nikukuua anataka kupeleka munjia ya mauti. Munjia ya watu wote. Baba uniache takutumikia. Hata itika tu hivi. Sasa unasema takutumikia maisha yangu. Mungu kamata. Mimi ndani ya roho anakutia anaenda mbele 5 ans 10 ans après. Anaangalia kama akakuacha hapo. Kwa mfano akakuacha hapo. Après 10 ans utakuwa je? Amen. Anaenda mwile 10 ans ya mfano. Anakuangalia kitu utakuwa. Siye ataka ni hivi huyu. Kisha anakutia tena kwenye muko. Ndio kiti Mungu anakuacha. Amen. Baba atakutumikia. Bongo atamtumikia. Baba bongo yako wewe. Acha kulapa. Pita huku twende. Seigneur batoto. Amen. Wewe ndio unakumalisha. Hata watu hivi tuko hapa bekwa. Unako hivi. Ajua kufa kule. Mungu ndio amekuchukua. Amen. Mekama mukae yake. Uko na matebe. Tebe. Wema. Amen. Chua hata na sisi. Ukija hata mwatie. Hata mwanafunzi wanamsaidia. Hata niko myomba yako mwalimu. Ndio. Hata atakusaidia. Ni madesi. Amen. 1.17 sur 10. 7 sur 50. Takusaidia haya. Ndio kukuza kwa masomo. Ndio. Tu bote wanasa watakosa ni wewe. Ndio sasa wewe utakosa upande. Mungu mbele kukusaidia kwanza. Sio unaonyesha taka bidika loko. Amen. Kupitia bidika loko kwanza. Ndio atakuongezea. Amen. Papa mimi napenda kuoa. Uko na nini mikono? Hapa kwa siya kwa kitu. Niko wewe kisha uje kunyumba yangu. Nianza kumbatia mama yako kasio na bibi yako kasio. Kitanda chako cha mtoto ndio uweke na bibi yako pale. Kisha bibi yako anazala na uzia wangu mtoto lunch na acha kwa tafute maisha. Amen. 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 Tuko male.
Mungu atubariki sana. Amen. Sasa tukomane. Prière. Ni kupanda. Kule kwenye Mungu wetu. Ndio. Kule yulu kule. Prière inakuflate. Seigneur Jésus, asante kwa neema yako. Niko nakuomba oh Yesu. Oh Jésus. Niko nakuomba Mungu wangu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ulishapata nini? Unampigia merci ya nini? Baba. Baba. Anakuwa analeta jibu. Hayafika hata kufika. Ngoja sema merci. Haya masiasi. Bado wanasimama jambo ngumino. Amen. Bapiga merci sana kwa kwa. Amen. Yes, alishapata jengine. Sawa. Maombi hii ni miniti. Unajua mimi najuaka napungukiwa ni wapi? Amen. Najuaka napungukiwa. Ni saa maombi. Ndio. Naomba. Kuangalia kusaa hivi. Naomba ndio 3 minutes. Shindaza ni 20h juste. Inakuwa 20h3. Maki hii maombi yote ni 3 minutes. Naangalia kusaa. Inakuwa kumbe 5 minutes. Sawa. Seigneur Jésus napia tena. Ninjikuta hata Bwana niendeki. Angalia Bwana. Omba. Nachoka. Napiga na magoti. Naomba kuangalia kusaa hivi. Naomba 4 minutes. Maki na sasa naisha pungukiwa. Nishapungukiwa. Hii maneno yote naniisha mkinywa. Ni 4 minutes. Mesa huko mdalili mzuri. Unaomba Mungu hivi. Utajisikia naomba tu kidogo. Kukata kuangalia 18 minutes. Nafa 18 minutes. Sasa niko mdalili ya mzuri. Amen. Wewe sasa beba hii exercise unaifanya. Utajikuta utafanya 45 seconds. Yes. Sasa maombi hapa mkali. Amen. Tukupishe maombi ndani yetu. Ukipenda Mungu afanye kitu chochote, mpaka uwe na charge ya maombi moyo wako. Amen. Uchawi kukukimbia. Ni uwezo wa Mungu ndani yako. Munjia ya maombi. Amen. Mbele mchawi kukogopa. Haina tu juu ya amini ujumbe. Kama tunavia consecration, hata kwa madhehebu. Mtu ajitakasa tu, mchawi atakimbia. Mewoko ndani ya ujumbe. Mwemko neno ya kweli ya wokovu. Amen. Na wanakusha kiza kuomba. Mimi mchawi kukufyenda. Haya yako wewe. Amen. Kila kutemanya. Nashukuru Mungu. Jana bacha balifyenda. Balifyenda. Mais malgré ile nikasitua nikasema Yesu bakakimbia. Ndio anasema Mungu asifiwe kuniponya. Mbele kutemanya hapa jana. Bana nifasiria matemonyaji hapa. Tulishakuwa vitu vya maajabu kule Kalemie. Mbele mtu kutemanyia hapa, usikie sasa niko nakia kutemanya. Utoka naye kwa nje. Utatemanya nini? Utatemanya bila hapana. Hii haitaidifie. Amen. Hii haitaidifie. Utemanya tu hiki kitu. Hiki hapana. Ndio kitu kwa. Ndio. Unyo temanya n'importe kwa. Utachafula watu hapa. Ndio kweli. Amen. Uko pia kutemanya mbele ya watu. Amen. Amen. Prière. Oh Mungu wetu. Nadhani ngana saa. Ni mwisho ni saa 30 minutes. 11h30. Isa iko sawa hii? Iko sawa. Mtazani accorde 15 minutes. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Tuendelee tuone toutes choses. Lorsque vous priez, Wakati uko naomba, vous perdez de vue des choses terrestres. unapoteza vitu vya humu dunia. Vous entrez dans un autre monde, Unaingia dunia ingine loin au-delà, mbali na ile, et vous continuez sans cesse. na unaendelea bila kuchoka Mukupanda tu. Jusqu'à ce que vous entrez dans sa présence. mpaka wakati utafika muwepo. Et alors, Na sasa la foi que vous avez présentée à Dieu, wakati uko naonesha ile imani kwa Mungu, la foi que vous présentez imani yenyewe uko naonesha kwa Mungu, à Dieu, dit. anasema Ile imani ulionyesha kwa Mungu, ile imani unaanza kusema sasa. Maintenant écoute, oh Dieu, oh, sasa sikia Mungu, voici mon problème. ona sasa shida yangu. Ni imani ndio tunaanza kusema kule. Haina tena wewe,
Ndio wakati uko naomba mkiroho, haina wewe kusema. Amen. Inakuwa ni mtu mwenye kwa ndani yako. Ndio anataka kusema sasa. Prière ni kitu gani? Mungu atubariki sana. Amen. Prière ni kitu gani? Les réalités infaillibles. Kweli mwenyewe ukufaki. Mungu atubariki. Amen. Paragraphe 68. 68 kifungo. Il en est de même aujourd'hui. Kwa vile na leo. Exactement la même chose. Vile vitu. Ils veulent cela. Unapenda ile? Mais ils ne veulent pas recevoir cela au niveau que Dieu l'apporte. Hawapendi kupokea vile vitu mnamuna yenyewe Mungu apate kuchukua. Bado hawapendi leo kupokea maneno ya Mungu muile kiwango chenye Mungu anapenda kipatokee. Amen. Mungu anapenda kama unapenda baraka, utembelee mu kiwango. Amen. Kama unapenda baraka, haina hata kukuombea. Respecte kutosha dime. Amen. Na kuhakikisha muika bima batakutaa bulozi. Amen. Mungu atakubarikia ya maajabu. Tuko na batu kalemi. Bebesha shiko bulozi. Juu ya baraka ya Mungu. Amen. Amen. Tuko na batu kalemi. Mungu anambarikia, ananyenyekea zaidi. Haina mizaa. Bandugu yangu, tutafute na Mungu vile vile. Amen. Huko natafuta Mungu akubariki na moyo wako ya ukomoleo. Utaacha Mungu jua baraka. Tulishaona batu alikuwa na $50, Mungu anampatia 2000. Anakimbia bibi yake. Mungu anamchombesha, anakutia bibi yake. Mungu anamubariki, anakimbia bibi yake. Kule mtu ifoje? Ifo achombe, chomba kina bibi yake. Ndio bengine anabarikiwi sana. Ni juu imani yake hayakuwa na uwezo wa kubamba makuta mingi mikono yake na atembee na Mungu. Mungu anakuacha vile vile mbilaka. Sasa utatia neno ndani yako, unakuwa na uwezo fulani, unakuwa yule ya makuta, anakupatia makuta, unatembea bien. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anapenda umupokee mkiwango kenye anakutia. Sikia. Karibu tuisha. Et c'est la seule manière que Dieu a de la porter. Et nous ne pouvons pas faire descendre Dieu au niveau de votre pensée. Seigneur, jinsi mimi nawaza hapa kama ifo ni na nyumba ya etage pakabili. Kuya! Kuya Bwana. Beba mawazo yangu. Uitimize. Ndio mwasa. Chunga mimi nakuya. Mimi nakuya. Haina vile. Sikia. Amen. Nous devons nous élever au niveau de sa pensée. Nous devons nous élever. Hatuwezi kumshusha Mungu atimize vitu vyake sawa na mawazo yetu. Amen. Nisie tunapasha kupanda juu. Maombi ni kupanda juu. Tupate kufanya vitu sawa sawa na mapenzi yake. Alléluia. Amen. Et les rencontrer sur le terrain qu'il a prévu pour que nous les rencontrions. Alléluia. Ndio kisa kutembea hii. Prière. Ni kuomba. Fasi ina anasema, haina kusema Bwana nakuya Mungu, badilisha mawazo yako Bwana. Upate kunifanyizia mie hivi. Ni kusema Bwana, unibadilishe mawazo yangu mie. Nipate kutembea jinsi wewe unapenda. Amen. C'est pourquoi le Bwana Ezekias yeye akamwambia Mungu, uniongeze miaka. Akuomba vile. Asema Bwana, kumbuka jinsi nilitembea. Kumbuka Mungu wangu, nilitembea na uoga. Bwana, akuje kuwa jinsi Bwana. Unifanyizie neema kama ukitaka. Ni kama akitaka. Haleluya. Haleluya. Ni kama akitaka. Amen. Maombi ni kubembeleza. Maombi. Ndio. Kuomba ni kubembeleza. Amen. Kiseketi nipati makuta. Yeye ni kumoblige. Hautapata na unafungwa pale. Kiseketi. Kama utapata neema mbele yako. Njoo kuomba kule. Kama unaomba banaombaka ni mbele ya mtu manakuzidia. Ndio. Amen. Amen. Na maombi kuko haja unyenyekevu. Juu uko nasema na mtu manakuzidia, unapenda kufanyizia neema. Amen. Na neema ni kitu kenyewe hakustahili. Amen. Amen. Ndio prière. Kama kanisa naacha kuomba, iko sasa mwanamke mwenyewe aisha tombokea bwana yake.
Juu Bwana wa kanisa si ndio Yesu. Na kumuomba ni kujinyenyekea mbele yake. Seigneur Jésus, tuko na besoin ya uamsho. Hawezi kutusaidia Bwana. Tunakuja mbele yako Bwana. Ndio tunaombaka. Ndio. Tunakuja mbele yako. Ni hapa. Tuko ndio kule yulu. Tunakuja mbele yako Bwana. Utufanyizie neema Mungu, washa moto wako ndani yetu. Ndio kanisa hii yenye kwa bibi. Ni mfano wa bibi kunyumba. Bibi mwanalombaki ration tena. Chérie, mbona vyakula? Uliacha ration. Oh ya ni sababu. Mbona kunikumbusha? Wako yasema kama tunaamka asubuhi, il faut ration. Mpaka niombe. Hii masiku sita kana naomba tena. Tunaamka asubuhi wewe peke tu anja kuleta. Ndio maombi. Amen. Kama mwanamke aombi tena kwa bwana yake, anakuwa bwana mwingine mwenye anamshughulikia. Ndio vile. Amen. Mafuta inaisha, unakaa kipaka mafuta ya ngazi. Bibia, mnasikia ya mafuta ngazi. Wao aoni kikopo kisha wazi pale. Mbona kuniomba? Wao kujua. Paka nikae kuomba. Sasa mpaka niombe. Ndio. Mimi niko majisia mimi. Amen. Amen. Mungu anapenda mkanisa yake. Kama tuko na besoin ya kitu, tunamuomba maombi. Haleluya. Amen. Kama tuko mu maisha maombi na mazawadi inatumia kwa nguvu sana. Amen. Shetani mpime tukugusa hivi. Sana. Bwana majeshi anasema. Angalia kijana ule John. Leo hii asitembelee mwinjia fulani. Takwenda kule kwa masomo. Azungukie njia. Maisha tena kitu kibaya pale. Bwana anasema najiunea leo haingi mu service ya jeune. Sio lazima ya Mungu hii. Amen. 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 Mungu mambiskade tu. Mimi simpendi. Ndio. Amen. Mpaka na kaona nyoka yako kunitunza sasa. Mpaka na kama mchana naye mpata sasa chakula. Amen. Mungu wetu anaona vitu vingali na mbali. Amen. Na mpaka muombe maisha maombi kanisa. Ndio mtamsistua Mungu. Haleluya. Unakuima tu. Unajua kama mtu alifanya entraînement sana, atataka mtu akupigana naye mkono. Ndio vile. Kama mtu afanya entraînement. Amen. Shuanga hata watoto wanafanya gymnastique mbalimbali kwa nyumba, mapima kunyangula. Utamkuta kwa njia tu Mungu. Aisha sikia mikono kuwasha. Apiga hata mtu wako. Uka peti kuye. Ukamchokoze ule. Angalia mchokoze ule. Kama tuna kupika uniite mimi. Ule mchokoze. Aisha sikia ame kupigana. Na Mungu wetu kama uko mvia consecration. Anakuwa lazima kufukuza mademo. Amen. Anakuwa lazima kuponya watu. Siko watu wazalaki humu. Siko watu maskini humu. Siko watu mademo shafunga humu. Siko Mungu anapenda kubadilivre. Mimi nitamuita Mungu. Siko maisha yetu maombi. Maisha kujitoa. Oh! Naanza kusoma ya mwisho pasi. Profeta anasema kitu gani kenye kilikuwa kinapata mie success? Mie Branham. Niombe batu. Niombe batu na baponesha. Ni kitu gani? Ni John kwa nabii. Haina vile. Haleluya. Kulikuwa secret mkanisa. Amen. Anasema kulikuwa batu nyuma ya pazia. Sasa Branham yuko na ubiri, mbeko nyuma ya pazia. Kule nyuma ya rideau. Les hommes derrière les rideaux. Mbeko mkomba baba. Saidia kanisa leo. Amen. Mimi sitaka kumimbaka Bwana. Neno tasema Mungu iwe na uwezo wa kuponya, wa kuokoa. Les hommes derrière les rideaux. Amen. Mbeko mwi kanisa. Amen. Benye batenya mujene. Yepek. Bila pasteur kujua. Mbeko wapi? Amen. 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 Mbeko wapi? Tasoma ya mwisho pale. Mbeko wapi pale watu? Mtu wa mujene. 3 jours. Eko mkuomba tu. Wewe Mungu sasa unaombea mahitaji yako. Anataka yake na kia pembeni. Anaangalia kama nikiombea kanisa ya Mungu, sasa Mungu atasaidia kanisa yake na kisi na mimi mwele kanisa na mimi nitasaidiwa. Amen. Mimi nikajiombea mimi peke sana. Mungu atanisaidia mimi peke. Mimi bapendwa hapata saidiwa. Kumbe vile Mungu anatia buzito ba maombi ndani yangu. Naanza kuombea kanisa yako. Barikiwe. Mwamsho utaanzia kwako wewe. Na unaambukiza kanisa mzima. Amen. Amen. Kuko malipo kumtumikia Mungu mwile kazi. Amen. Amen kanisa. Amen. Kuko malipo. N'ayez pas peur. Msiwe na woga. Ya mule 9660 paragraphe 14. Namalizia pale.
Alléluia. Amen. J'ai dit, Nasema j'aimerais vous le dire. ninapendelea kubambia hivi. Quelqu'un m'a dit, Mmoja aliniambia, il a dit, alisema, Frère Branham, ndugu Branham, d'où est-ce que cela vient? vile vitu vinatoka wapi? Hii uwezo uko nayo unatokea wapi? Mtumishi Alfred, hii namna unatumika hapa, hii kuna pressure hapa, ile nguvu unatosha wapi? Na banatoka mkukooperea uyafanya kama siku hapa, na ulitonisha kusema njoo mara kwanza kuwa kupressure tangu bakoopere. Mbona usikita madulere? Mbona uchoke tangu kuchoka? Amen. Na unasema uyapressure kalemi tangu bakoopere. Mbona usikita madulere? Mbona uko na bidii hivi? Ile nguvu unatosha wapi? Na nionyesha kanisa kama wao uombi kuko hata moyo mwenye kuomba. Ndio. Amen. Na nionyesha kuko. Amen. D'où cela vient? Ile inatoka wapi? Comment arrivez-vous Viko vinakuwa namna gani? à aller de réunion en réunion? Kwenda kumakutano. Minafikia je? Ubiri ukilio ukuye huku. Mbona unafanya ile makazi yote vile? Tout en restant tout sous l'onction. Mna muda wote uko nabakia chini ya upako. Rien qu'un seul miracle. Muujiza moya tu Muujiza moya a affaibli Jésus. mwenyewe ulimchosha Yesu. Quand la femme a touché son vêtement, Wakati mwanamke aligusa vazi yake, il a dit, alisema, je vous vois rester 1 heure sous cette onction. ninakuona ulibakia chini muda wa saa moja ile mafuta. Mimi nakuona wewe pale, plus ya saa mzima uko na prêcher tu mon onction. Ile nguvu inatoka wapi? Sikia jibu. J'ai dit, Nilisema, j'aimerais vous le dire. ninapendelea kuambia hivi. Voici sur quoi cela repose. Ona juu ya nini ile inatua vile. Ile nguvu inatua juu ya kitu gani? Il ne veut pas que je dise ceci. Haikupendelea niseme hivi. Ndio. Na bale batu hawakupendelea ndio pakatana mbana nasema. Hawakupendelea niseme hiki kitu mbele yenu ya kanisa. Amen. Mais mon frère Lakini ndugu yangu qui est assis là, mwenye kuikala pale, Jenegwad, ule ndugu Jenegwad, ce garçon ule kijana ne touche ni au pain ya agusi kumukate ni à l'eau wala kumaji pendant des jours. muda wa siku mzima. Akuli ni mukate, akunywi ni maji muda wa masiku nyingi. Il gêne et prie. Na anafunga na anaomba. Voici frère Pat Little Ona ule ndugu Patilite qui est assis ici. mwenye kuikala hapa, Cet autre frère ule ndugu mwingine qui est assis ici mwenye kuwa hapa à côté de lui. ngambo yake. Ces hommes Wale batu se couchent sur leur visage. banalala kumausura yao. Maana yake beko mkuomba juu ya kanisa ya Mungu itembee. Banachoka, busingizi bunakuya, banalala tu beko bwimu. Ils se couchent sur leur visage. Make busingizi bunakuya, kubuso wabo tu unafunga macho. Anashituka, anaanza maombi tena. Kanisa Bukristo ni puissance. Na puissance wanaitafutaka. Amen. Amen. Tuendelee tumalize letu. Ils se couchent sur leur visage. Sans manger ni boire. Bila kula wala kunywa. Quand je suis dans les réunions, Wakati niko mkutano, priant pour moi. walikuwa wanaomba juu yangu. Amen. Voilà d'où cela vient. Ona kwenyewe ile iko natoka. Ndio kwenye ile nguvu iko natoka kule. S'il n'y avait pas quelque chose comme cela, Kama hakukuwa kitu kimoja kama vile, je m'effondrerais. ningelichoka. Ningeanguka hapa kifudifudi. Kama kunye kwa batu sawa bale, benye kuombea mimbara ya Mungu. Mi Alfred, leo hii hapa mbele yenu. Ningeanguka syncope. Amen. Jua nini? Siastahili kuhubiri na nguvu hivi. Lakini jua maombi, hapana ya kanisa yote. Peut-être ni yako dada. Peut-être ni ya pasteur yako. Haleluya. Peut-être ni ya frère mwenye kwa hapa. Peut-être ni mtu mwenye mimi sijui. Na siwazi. Peut-être ni mtoto kidogo sana mnyumba yako. Ndio nguvu ya papa. Combien de fois tukafanya mapriere en famille na mkombea mimbara yetu. Moto mkubwa utawaka hapa. Amen. Ata shetani aitonea. Tuko tayari kusimama sabuni. Amen. 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 Prophète Branham anaendelea kumalizia. Ce sont là les hommes qui se tiennent derrière les rideaux. Ni wale watu wenye kusimama kule nyuma ya pazia. Ndio nafichama mu maombi kule.
des hommes qui prient batu benye kulomba pour qu'un message puissant soit apporté. kwa sababu hii injili ya nguvu ipate kuhubiriwa. C'est pour ça qu'ils se mettent tout de côté. Ndio sababu banajiweka ngambo fulani. Ndio kama anakamata vitu vyao vyote, banabitia pembeni, makazi yao pembeni, nyumba yao pembeni, mkuombea tu injili. Kuko malipo. Amen. Il se pourrait. Inawezekana. Sikia hapa dada. Sikia hapa ndugu. Il se pourrait Inawezekana qu'il n'ait pas des dons pour faire ces choses. kama hawana na ile zawadi ya kufanya vile vitu. Inawezekana pale batu ya kuniombea. Hapana zawadi ya kuhubiri hapa. Hapana zawadi ya kuombea wagonjwa. Itawezekana ndio vile. Hein? Mais Lakini ils font tous leurs efforts, ils font tous les efforts possibles banafanya tu iwezekanavyo nguvu yao pour soutenir la chose. kwa sababu ya kushikilia kitu. Vile mimi sitahubiriaka, tafanya namna yangu yote niombe benye kuhubiri munamna yote juu Mungu aonekane. Juu mimi sitahubiriaka, jinsi mimi sitaimbaka kukorale, tafanya naombea kila siku bandugu yetu bapate nguvu ya kutumikia Mungu. Juu onction, sikia. Amen. Onction niko nayo hapa. Amen. Ndio natoka huku. Amen. Profeta anasema mimbo inakuwa na rose mahubiri. Amen. Kubaombea hapo sana. Sasa naimba hivi. Mimi napanda hapa niko tele. Amen. Jioni maombi yako wewe. Amen. Et le seul moyen Na mna moya tu qu'ils connaissent pour le faire, wanajua ya kufanya c'est la prière devant Dieu avec jeûne. ni maombi mbele ya Mungu na kufunga. C'est là que la puissance réside. Na ndio pale kwenye uwezo uko naishi. Que quelqu'un prie pour vous. Wakati umoja yako naomba juu yenu. Alléluia. Amen. Ndio kwenye maombi iko nafanya kazi kule. Kama mtu anaomba juu yako, Bwana anasema nilikuwa voyage, niliona vitu ya maajabu kufanyika. Mimi kitu nikia kutambua ni bandu wale bakia mkuniombea huko nyumba. Amen. Ndio miujiza ifanyika kule. Amen. Amen. Mungu abibariki sana. Amen. Tutaendelea kuomba. Amen. Tutaendelea kufanya prayer en famille. Amen. Mutatia mikono yulu bwima. Amen. Kwa kumuonesha Mungu. Bwana tunaanza prayer leo. Amen. Mwenye anaanza prayer leo kwa nyumba yake tena. Mwalisabu mjuma ati mkono yulu. Amutaomba. Mwenye ataanza kuomba ati mkono yulu yake, angalia uanze kuona benye bata kwa naomba. Tuko naangalia. Sasa utakuwa naomba. Sasa utaanza kuomba. Tia mkono yulu kama tunataka kuomba. Mimi sisikia haya juu ya Mungu. Nisikia haya juu ya kuanza kuomba. Leo bagaso niko nalala. Sio mgonjwa. Amen. Leo garçon ana na haya kudali tumagolo wake eko nafuta garçon aseza. Eko nafuta mwingine. Bila haya. Kisha mimi Mungu ataniokoa nimsikilie haya. Hakuna. Hata. Hapa kuna haya tena. Amen. Unapata ka 5000 francs. Weka. Ka 2000 francs. Weka. 1000 francs. Weka. Inaenea 20000 francs. Tafuta Biblia yako. Anza kutemea Biblia yako mjini. Bila haya. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Taimba mwimbo wa Mungu huko kama tutaombea. Kwa na wimbo